yuko Mr. 2 Sugu, wakati huo bado alikuwa ni Mr. 2, na hapo ameshirikishwa Lady JD, na ilikuwa ni miongoni mwa zile ngoma ambazo zilikuwa zinatuaminisha kwamba bado tuna nafasi ya kuweza kuendelea kuupenda muziki wetu nyumbani. Na kulikuwa nakumbuka kwa upande mwingine sisi wengine tulikuwa tunasikiliza sana za mtoni kipindi kile wadogo, kwa hiyo tukawa tunajaribu kuisikiliza na test ya nyumbani hapa, tukawa tunabishana na nini. Madude kama haya ndo alikuja akatuconvince kwamba bana Dude noma, madude haya hapo na Unyamwezi unaweza kupigika. So ladies and gentlemen, Jide JD zile house kama kawaida yake huaga hachelewi, mfika mapema sana. Mimi yani nafurahiaga sana yani ingekuwa watu wote wako kama wewe Jide kama AI tu. Yani ingekuwa nchi ingekuwa ina maendeleo sana. Yani watu poteza muda kunarudisha nyuma maendeleo. Sahihi kabisa yani. Anyway, mimi nikupongeze tu kwa hilo, kwa sababu hii ni nidhamu. Ndo watu nadhani nidhamu ni vitu vingine, lakini swala la muda pia ni nidhamu ya hali ya juu sana. Hongera sana kwa hilo. Ni miaka wewe utafurahi umemtaja. Kwa nini? Zela Magirini, yule mzee wa Magirini. Hapa zena kuja hapa 7:30 na yeye anawahi. Kwanza nikiambiwa anawahi yeye anasema mimi pia jamani huwa anawahi. Ndo nimekumbuka siku moja nilikutaja wewe, nikasema miongoni mwa watu wanaowahi mapema kwenye interview Jide apewe nafasi yake, akaja aka comment pale. Akasema kuna neno alilisema yani majungu kunitandika ni kwamba mimi sitajui yani maana. Shout out kwa Zela Magirini. AY bana Jide, tunafurahi sana umetujoin leo kwenye The Classic. Kusema kweli tangu imeanza The Classic zaidi ya miaka 5.5 watu wanasema Jide lini, nafikiri uko unaziona zile Jide lini. Nikasema kweli nasubiri, iko siku atafika, na ni muda mrefu kidogo tangu kufanya interview ya mwisho kama miaka 6 hivi iliyopita ama 7 inaweza fika. Ile zamani hivyo ile interview tulifanya nadhani 2018 hivi mwisho kabisa ile. Kwa hiyo alhamdulillah pia Mwenyezi Mungu ametuweka. Jide una hesabu miaka 25 sasa ndo rasmi kabisa. Hiyo ndo ile official kabisa. Sasa sisi bwana hapa tunakuwa tuna namna yetu kwanza ku celebrate hizo heshima. Miaka 25 kwenye game sasa hivi ni kijana amebalehe, wengine baba wa mtu wengine wameshaoa nini au sio? Kwa hiyo tuna nafasi yetu ya kuheshimu. Basi sasa leo tunafanya tofauti leo, kwa sababu Jide mimi nimesema yeye ni queen, si ndio? Kwa sababu yeye ni queen leo, zile heshima zetu inabidi tunafanya kwa kusimama. Jide mwache akae, au sio? Sasa leo bana inabidi tupiga makofi ya heshima kwa Jide hapo. Leo tunasimama wewe, acha ongea. Sasa leo bwana give it up kwa Jide kwa miaka 25 ya game. Hii bwana hii. Endelea sasa. Yes, kwa sababu leo bwana siku sio ndogo, na miaka 25 ambayo umeweza kuipigania hapa imeweza kutupatia vitu vingi sana na faida nyingi sana. Sisi tuko hapa kwenye ajira hii kwa sababu ya muziki wa Bongo Flava, na nyinyi ndio ambao mmeuleta hapa. Kwanza tuanzie hapa tu, miaka 25, yani ukiisikiliza mtu ukimtajia miaka 25 ni mingi sana, unajua kwa kijana ambaye pengine tuseme amezaliwa na 2000, right? Anaona ni huyu mtu amefanya hii game ameitumikia hii game kwa miaka 25. Yani mwenyewe kwanza anakuwa kidogo anajiuliza maswali mawili matatu. Kwako kiisikia tu miaka 25 ulikopo kwenye hii game, nini cha kwanza ambacho unakihisi mwenyewe? Yani hata sijui nisemeje. Kwa sababu kila siku napokuwa nafanya kitu kingine ambacho ni mwaka mwingine unaongezeka. Yani sioni kama miaka inaongezeka, kwa sababu energy ambayo ninayo ni ile. Okay. Kwa hiyo inawezekana isiwe kama wakati na miaka 19 20, inawezekana isiwe kwamba unatoa nyimbo labda back to back kama zamani. Lakini nafikiria tu ni kama kukua kutoka hatua moja kwenda nyingine. Okay. Sawa. Na kimsingi hicho ndio kitu ambacho kinakufanya uendelee kuwa katika ukali wao, yani kuona kama upo katika
nguvu ile ile, sababu watu wengi hapo katikati hapo wakikumbana na dhoruba, na dhoruba ndo kitu ambacho huwa mara nyingi kinawarudishaga watu nyuma. Na wewe dhoruba umekumbana nazo, lakini upo hapa kwa hiyo mpaka imekuwa nyumba ya dhoruba. Kama umezoea hivi. Lazima useme hivyo, ni kweli kabisa. Kwa hivyo ni moja kati ya vitu vizuri sana. Sasa hadithi zako Jide ni nyingi sana, yani kuna hadithi nyingi sana hapo, kuanzia kwenye rap music. Historia inaonyesha ulikuwa rapper, mchanaji, au sio bwana? Sijui ulikuwa MC nani wakati huo? Nilikuwa kila kitu. Nilikuwa Fox Brown, nilikuwa Ratty, nilikuwa Dr. Dre, nilikuwa Coolio. Ana hiyo story hizo hadithi hizo ndio ambazo nadhani tunapenda pia kuzisikia leo kwenye miaka 25 hii. Na tutapita kote dokoa mpaka hapa kwenye track zetu mpya hapa, kwa sababu hii ndio sehemu sasa ya legacy yako. Kwa tukikurudisha nyuma kidogo, utatuia radhi kidogo bana, hapa alikuwa hivi na hivi, lidude ilikuwaje hili na vitu kama hivyo. Yao sio. Nimecheza wimbo wa Sugu, Mambo ya Fedha hapa, kama umesikia kidogo. Nadhani kwenye safari yako hii ilikuwa ni track ya ngapi kuingiza studio? Siwezi kukumbuka ni ya ngapi, lakini ilikuwa ni mapema sana, kabla hata sijatoa album ya Machozi. Ndio. Nilikuwa niko kwenye hatua za kurecord nyimbo zangu ambazo zingine zilikuwa zimeingia kwenye album ya compilation ya Asubuhi ya 2000 ambayo ilikuja kutoka 2001, ikaitwa Asubuhi ya 2001. Kwa hiyo katika harakati za kutaka kuwepo kwenye ramani, na Mambo ya Fedha ikawa. So Mambo ya Fedha ilikuwa ni wimbo ambao pia kihistoria unaonekana kama uliendelea kuonyesha uwepo wako kama tishio pia, kwamba bwana mmemsikia huyu dada, you know. Na that time ndo ulikuwa wakati ambapo hip hop na R&B, lakini R&B ilikuwa ina nguvu sana. Kwa tunawashuhudia hapo kina SWV hapo ndo wapo, na kina dada ambao walikuwa solo, lakini vikundi pia vilikuwa viko vingi. Kwa uwezo wa kuimba ilikuwa ni kitu ambacho kila mmoja anakitazama kwa namna yake. Sijui wenyewe uli play part kiasi gani katika kuwaaminisha watu na ukali wako? Kama ambavyo mwanzo, unajua kina Sugu ndio wale watu wa mwanzo. Kwa hiyo hakukuwa pia na wanawake wengi sana ambao either wanaimba au wana rap. Ndio. Kwa hiyo kushiriki kwenye moja ya wasanii wakubwa wa hip hop kwa kipindi hicho ni jambo ambalo la kukupeleka mbele. Sawa. Ilikuwa kundi la Afro Rain, lile kundi lako? Ndio. Na bwana Seba Maganga hapo ndo mnachana hapo. Na Bonnie Harmony. Dre B, Raymond. Okay. Ili kundi liliishia vipi hadi? Kwa sababu inaonekana ndani ya katika harakati hizi za muziki wakati mnaendelea hapo ndio litokea ushawishi wa kukutoa kwenye rap, alafu kaamua kuingia kwenye kuimba. Okay. Kama ambavyo makundi mengine huwa yanaanza alafu yanakufa. Nafikiri na hilo lilikuwa ni moja ya makundi ambayo yalianza alafu hayakusogea mbele zaidi. Kwa kila mmoja alikuwa anatafuta nafasi yake ya kuwepo kwenye sura ya muziki. Kwa hiyo baada ya hapo kila mtu alichagua njia ambayo anaona itamstahili. Sio kuvunjika kwa ugomvi, lakini ile tu vitu vinakuwa haviendelei. Njia za kujitafuta tunasema. Njia za kujitafuta. Kwa hiyo tu ni sehemu ya historia. Hapo hata nilikuwa siitwi Lady JD, kwa hiyo nilikuwa bado sina jina la kueleweka. Nilianza muda shule na rap, lakini na rap nyimbo za watu. Kwa hiyo mtu anaposikia miaka 25 ya Lady JD anasema mbona sisi tulikuwa tunakusikia tangia huko, ulikuwa unanisikia kama nani? Ulikuwa unanisikia naimba nyimbo za MC Light. Sasa unaweza kuni-identify kama nani? Kama I was nobody. Kwa hiyo Lady JD ameanza 2000. Ndio maana mimi mwenyewe naiheshimu sana hiyo mtu. Unajua mimi napenda ile miaka rasmi. Make hivi kuna mtu hapa tulizungumza naye hapa, alikuwa yupo kwenye game miaka 20, lakini huko nyuma
alishasakanya kama miaka 8 sijui hivi. Kwa sababu mimi siwezi kuhesabu hiyo na hesabu hii. Sio unakuwa unapuyanga. Unapuyanga, una single, hujulikani, sasa utajiita mwanamuziki gani jamani? Yeah, kabisa. Baina ya rap na kazi ya media. Ipi ilianza? Ni rap, yani zile nilizokuwa nazifanya. Unajua rap imeanza ku rap tangia niko shule. Kwa hiyo ilikuwa tangu mtoto kabisa. Kwenye concert za mashule tunatoka tunaenda Forodhani, mimi nilikuwa nasoma Zanaki. Tunaenda kwenye maukumbi mengine, kwa hiyo ndo kama hivyo una rap nyimbo za watu tu. Okay. Baada ya hapo nikaishi maisha mengine, alafu nikaomba kazi radio station. Okay. Kwa hiyo nikaanza kuwa presenter. Yeah. Wakati nafanya kazi pale radio station yenyewe ni sehemu ya vipaji na vitu kama hivyo, kwa hiyo nikaendeleza passion yangu. Okay. So uliingia kama mtu ambaye umesomea chuo masuala ya utangazaji? Nisomea wapi ndugu yangu? Ilikuwaje? Ni watu wengi sana kipindi hicho walikuwa wanaweza tu kufanya kazi radio. Ukionekana una kipaji, unaweza kuongea au labda unaweza kupiga muziki vizuri. Yaani ukiwa na kitu chochote ambacho kinahusiana na muziki. Kwa sababu radio station ilikuwa ni ya muziki zaidi. So na wewe pale wakati unaanza ulikuwa kama mtu ambaye unafanya mambo ya burudani au ulikuwa unafanya? Nilikuwa mtangazaji. Nilikuwa na kipindi kabisa cha asubuhi. Okay, ni cha asubuhi ambacho sio masuala ya burudani. Ni masuala ya burudani. Napiga muziki na naongelea vitu vingine kuhusu muziki. Yeah. Alafu hicho kipindi bwana Rashid hicho kwenye media pia ilikuwa nadhani walikuwa wanahitajika watu ambao walikuwa wana ufahamu wa ule mkubwa sana pia wa masuala hayo ya kiburudani pia. It was the time ambayo hata ukiangalia watangazaji wa hiyo nani hiyo walikuwa ni watu tofauti sana, walikuwa watu wenye uwezo fulani hivi. Kwanza hata lugha ilikuwa kidogo kama Kiingereza cha kuchechemea kidogo kinakuwepo kidogo, kutokana na kwa sababu ilikuwa pia, kwa sababu unajua kwa nini ilikuwa hivyo, hata muziki wenyewe, kwa sababu Bongo Flava bado ilipo katika najitafuta kipindi cha mpito, yani kwa ngoma ambazo zilikuwa zinatoka huko watazunguka Afrika, lakini mwisho wa yote watarudi tena Marekani, ambapo muziki ndio ulikuwa mwingi zaidi kuliko huwa kwetu. Kwa hata ukiangalia ndio kipindi hicho walikuwa unasikia kina Jimmy Kabwe yao kina Chris Lugoe, unamjua? Huwezi kumjua kama Chris unazungumzia ambao umemtajia majina yao Wanyamwezi sana. Kwa hiyo hasa Jide alikuwa Mnyamwezi, Simple alikuwa Mnyamwezi, kwa hiyo mpe maua yake. Huwezi kuanza kuingia kwenye kurap nyimbo za kina MC Light kama ulikuwa sio Mnyamwezi. Ndio maana kifupi ulikuwa Mnyamwezi maana yake. Ndio Mnyamwezi kwaje? Maana yake Mnyamwezi unafuatilia mambo ya Ulaya na nini, unajua sana. Mimi nilikuwa napenda sana muziki wa Kimarekani. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ulikuwa ni kitu ambacho kimekuja kimetuingia kwa kizazi chetu cha wakati huo. Okay. Ni sawa na useme watu wa sasa hivi wanavyofanya amapiano imetokea kwenye kizazi chao, si ndio? Kwa kipindi hicho muziki wa Kimarekani ulikuwa unapigwa sana. Unajua kwa sababu huyu amesema hapa Bwana Jabiri ilikuwa tufanye hivyo kishua, maana yake ni kwamba hata access ya kupata hizo nyimbo ilikuwa kidogo familia na hata familia kidogo inatakiwa kidogo iwe vizuri. Yani simply mimi nilisema Mnyamwezi uwe mjanja. Lakini pia usikuwa mjanja kama ikiwa angalau kuna access ya kupata vitu kama hivyo, kama hizo aina ya muziki ambao unazungumzia, maana yake kama familia yako access ya kupata hivyo vitu na huwezi kuvisikia, kwa lazima kuwa kidogo angalau familia iko vizuri ili uweze kupata hivyo vitu. Sidhani kama TV, lakini angalau radio na zile hata CDs, kupata zile kanda ili uweze kuzisikiliza pia. Naweza kusema ni maisha ya kawaida. Sio maskini wala sio tajiri. Ni maisha tu yale ambao watu wanaweza kujimudu familia yao na kupata mahitaji yote ya msingi. Alright, sawa. Baada ya safari hiyo ya kutoka kwenye radio sasa na kuja sasa taratibu kwenye muziki pale, hapa kulikuwa kuna msukumo mwingine. Tuliona kwanza mabadiliko, kulikuwa kuna mabadiliko
aina ya muziki hiyo kuingia kwenye uimbaji, lakini pia hata ile test ya muziki ikaanza kubadilika taratibu. Tukirudia kwenye album ile ya kwanza, nyimbo zilikuwa zinasikika kama R&B hivi, lakini zilikuwa zina test ile ya kinyumbani zaidi. Kuanzia midundo, melodies ambazo ulikuwa unazitengeneza na nyinginezo. Ile mabadiliko haya yalikuwa yamesababishwa na nini hapa? Kutoka kwenye R&B afu kufanya midundo ya aina yetu. Yeah. Okay, unajua mwisho wa siku unaweza kusikiliza muziki wa mtu mwingine, lakini katika kutafuta alama yako ni lazima kuna kitu chako utakiweka ambacho kitaufanya kutofautisha ule muziki wa mtu mwingine ambao umekuwa ukikukaa kichwani mwako na kutengeneza kitu ambacho ni cha kwako wewe. Kwa hiyo kwenye midundo, kwenye uandishi, kwenye lugha, unasikiliza nyimbo za Kiingereza, unasikiliza namna wanavyopiga wao, lakini unachukua gitaa la Kiswahili la Kiafrika unaliingiza kwenye aina ya muziki ambao umekuinspire. Hapo unatengeneza kitu kingine ambacho kinaweza kuwa ni alama kwako wewe. Okay. Sawa. Haikuwa ni sehemu ya mabadiliko ambayo walikuwa wanayapitia watu wa Bongo Flava, kwa sababu kulikuwa kuna ni kama kutokuaminiwa kwanza media hizo, na nafikiri media ambao walikuwa wanafanyia kazi ndio ambao ndio kwanza ya pili tu. Kwa hiyo wao ndio walikuwa wanaanza sasa kuanza kupush ule muziki, lakini bado kulikuwa kuna ile vita ya kukubaliwa, kwa sababu watu wengi ambao walikuwa wametokea huko nyuma, historia yao ilikuwa wanaonekana kama ni watu ambao ni wahuni. Wahuni, yes. Kwa hiyo maybe mabadiliko haya yalikuwa yanachagizwa na hilo pia. Inawezekana. Okay, sawa. Ladies and gentlemen, hapa sasa tunaanza kumzungumzia na hatua zake za awali ndani ya hiyo miaka 25 yenyewe. Na hicho ambacho nimekizungumza tunaweza kukipata hapa kwenye wimbo ambao ningependa tutazame kama leo ni Classic Jam of the Hour number 1. Nadhani huu wimbo utakuwa umebeba bana classic song ya Lady JD, au sio bwana? Inaitwa Machozi, kutoka kwenye album hiyo ya Machozi, ambayo kwa hakika wengi wanaiamini kuwa ni classic album kabisa, ambayo yani bila shaka kabisa yani hiyo imepita. Na ni wimbo ambao pia ulitengeneza historia nyingine. Wimbo ambao mtaani kwanza ulikuwa umekubalika sana, na kama ambavyo tulirudia hapo ni wakati ambapo Bongo Flava pia ilikuwa bado ipo katika mapambano ya kuweza kukubaliwa. Ukisikiliza Machozi, wimbo wako ambao naamini kwamba umebeba historia yako kwa wakati, kwa nini hasa unakikumbuka? Ni wimbo ambao ni kama ulileta mapinduzi kwenye muziki wa kizazi kipya kwa upande wa wanawake. Na ukizingatia wanaume wengi ndio walikuwepo kwa kipindi hicho. Kwa hiyo kwa msichana mdogo kutoka na kuleta impact kubwa kwenye nchi na nje ya nchi, ndio kitu ambacho naweza kukikumbuka sana zaidi. So ni wimbo ambao ulipokewa kwa ukubwa sana. Ulipokewa kwa ukubwa sana, na nadhani tayari sasa tumepata star mwanamke ambaye sasa ameshaanza kuchukua ile hatamu, ile joto, lile mapokezi ya ule wimbo na ukubwa wake, charts zinaanza kuzungumza, magazeti na nini alikuwepo wakati ule. How was it kwa upande wako? Msema ulikuwa bado mdogo yani. Ilikuwa ni ngumu sana. Kwa sababu sijawahi kuwa kwenye ulimwengu huo wa kuonekana na kila mtu, alafu kila mtu anakuongelea yeye anavyofikiria kuwa anakufahamu. Iwe kwa ukweli au kwa uongo, wanaongea bila kujali. Kwa hiyo na kwa umri ule huwezi kustahamili vile vitu. Kwa hiyo siku zote muda ndio huwa unafundisha na unakupa ujasiri wa baada ya kuwa umeshalipitia hilo jambo. Kwa hiyo yanapoenda unaendelea unayazoea, mwisho unaona kumbe hivi ndivyo ninavyotakiwa kuishi. Kwa kuwa nimechagua hiki kitu, kimekuja na hii package yote. Sawa. Mimi naamini hapa ulikuwa tayari umeshafanya recordings ya ngoma kadhaa hivi.
ilikuwaje uselect Machozi kuwa ni, hebu tutangulize huu ambao ulikuwa umepoa wimbo fulani hivi? Okay. Kwa sababu mimi nilikuwa napenda sana R&B. Okay. Na R&B ndio hivyo. Muziki ni hivyo ya polepole. Yeah. Kwa hata nyimbo nyingi ambazo nilizifanya, ambazo nilizitoa kabla ya Machozi, sio pia nyimbo za haraka sana. Yeah. Kwa hiyo mlengo wa albamu yangu ya kwanza na majaribio yangu baada ya kutoka kwenye hip hop ni hizo R&B. Okay. Sawa. Msikilizaji wanasema kihistoria, watu wanasema watu ambao walitokea kwenye hip hop wakiamua kuimba huwa wanaimba sana. Yeah. So hiyo ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea kututhibitishia pia. Nitakuambia kuwa R. Kelly alikuwa ni rapper mkali tu. Yani hicho kinachotokea ni sana ile tukao nasema siku ile hapa kwa Mheshimiwa Niki kwamba kila Mtanzania atakwambia mimi ningekuwa naimba ningekuwa nacheza mpira. Yani kitu ambacho kilikuwepo. Yeah, sure. Naelewa. Na rap nayo ilikuwepo before. Hii muziki mingine. Kwa watu wengi walikuwa na passion ya kuimba, the only kitu alichokuwa nakiona ni rap kwa. Au sio channel yetu. Na sisi tunakuambia tuacha ujumbe wako hapo sasa hivi ili kusudi tuweze kuupitia hapa kupitia YouTube yetu ambayo ni EFM Tanzania. Tuko live hapo pia. Wakati huu pia unaweza ukatupata live hapa tukiwa na Jide JD kupitia YouTube au sio? Yes. Lakini vile vile unaweza ukatutazama kupitia TVE na unaweza ukatusikiliza pia kupitia EFM Radio. Kwa hiyo wewe ni sehemu popote pale ulipo unaweza ukajiachia na kuendelea kuenjoy na kupata knowledge pia. Wakati huo Jide JD yupo hapa na tulikuwa tunazungumzia wimbo wake wa Machozi na namna ambavyo aliweza kukamilisha, namna ambavyo anauchukulia kwa uzito pia. Ni wimbo ambao tunasema ulifungua milango mingi sana. Jide, unakumbuka namna mlivyokuwa mnaufanya huu wimbo, ile atmosphere ya studio? Alikuwa ni master huyo Yeah, ni Master J. Yeah. Na vyombo nini? Kinanda alipiga Rajabu Marijani, mtoto wa Marijani Rajab. Yeah. Huyo mtaalamu kabisa huyo ni miongoni mwa wale wataalamu ambao wamebeba historia nyingi sana yeye na. Kwa hiyo kukumbuka kabisa ilikuwaje ni ngumu kwa kweli, kwa sababu ni muda mrefu. Okay. Alafu kwa kipindi hicho pia hatukuwa tunatengeneza kumbukumbu ya kusema labda tuna record videos. Yeah. Wakati tuko studio tunafanya hivyo. Yeah. Yani hatukuwa bado kwenye ulimwengu huo kama sasa hivi ambapo unaweza kuwa uko studio, una simu, unajirecord. Sikumbuke, sidhani hata kama nilikuwa na simu. Yeah, kipindi hiyo. Na hata ingekuwepo singekuwa ni na kamera. Singeweza kudocument chochote. Au ndio ile unayo afu unakuwasiliana naye. Kilichokupelekea kuandika Machozi? Maybe hukumbuki the atmosphere. Niliacha. Pole sana. Basi inatosha. Yeah, okay. Sawa. Tukibaki hapo hapo alichouliza huyu bwana. Mbona mnacheka? Yeah. Jibu limetoka haraka sana, sikutegemea. Yeye mwenyewe ana hadithi zake ndio maana kidogo limemgusa ulivyoenda kwa haraka. Sasa ukibaki hapo hapo, swala lilikuwa at that age Jide bado msichana mrembo mdogo, alafu albamu yake ana malalamiko, ndio alichokuwa anasema usidio kama ana malalamiko ya miaka 21 au 22 kipindi hicho. 20 kwenda 21. 20 kwenda 21. Yeah. Alafu watu wengi sana walikuwa wanafikiria mimi ni mtu mzima. Unajua nilianza kuambiwa na miaka 40 tangia na miaka 20. Kwa nini? Akili yangu inavyofikiria na yale mambo ambayo nayafikisha yalikuwa ni mambo ya kikubwa sana kuliko umri. Kwa hiyo kila mtu akawa anafikiria inawezekana wewe tu ni dada mtu mzima au mama mtu mzima. Sema kama hilo tukio la jamaa kukuacha, nafikiri ilikuuma sana mpaka kama kuingia studio kuandika ngoma kwa nini mpaka umerudi. Okay, sana iko hivi. Either kitu kimekuuma au hakijakuuma. Kiwe cha ukweli au ni fiction. Lakini la msingi ni kwamba unatakiwa kuideliver kwa namna ambayo mtu mwingine akisikia awe anajihisi kuwa ni yeye kaimbiwa. Kwa sababu nyimbo nyingi sana ninazozifanya
zikienda sehemu mtu anasema hii umeniimba mimi, hii umeniambia mimi, hii ni situation yangu. Kwa hiyo kazi yangu ni kujivisha uhusika. Na bahati nzuri alifahamu kwamba yeye kaimbiwa. Nafikiri atakuwa alifahamu, si bado yuko hai. Atakuwa alisikia nyimbo. Okay, mwenye historia. Lakini okay, kuna hapo kuna kitu ambacho wanasema wataalamu wa wadau tunasema. Nafikiri ushakutana na hizi comments bwana Chizo. Wanasema hivi, ukitaka kupata album kali kwa mwimbaji wa R&B kwa Marekani kule, ukitaka kupata album kali ni pale ambapo wanakuwa wamepata heartbreak. Unakubaliana na hiyo kauli? Inawezekana pia au upitie misukosuko ya aina fulani hata kama sio mapenzi. Okay. Kwa sababu hisia za kuumia zinapenya sana kuliko hisia za furaha. Okay. Wanasema after breakup unatakiwa develop habits. Hasa itategemea kitu gani ambacho unatakiwa ukianze kama tabia yako mpya ili kusahau yale maumivu. Kwa kama mtu ni mwana sanaa atafocus zaidi na sanaa. Lazima atatoa vitu ambavyo ni tofauti. Kama ni mtu wa mpira utakuta ni mtu wa mazoezi mengi hivyo. Kama mtu wa dini ndio utakimbia. Kwa hiyo jamani, endeleeni kutuumiza ili tupate nyimbo. Sasa bila hivyo tutakosa biashara. Yaani kweli, yaani ni msemo kabisa wanasema ukitaka mwimbaji atoe dude kali ni wakati ambapo amepigwa amekumbana na visanga ndo anakuwa na andiko kwa sikujua bwana Chizo yuko kwenye engo nyingi sana. Kaka, sasa si mahusiano, si ni jambo mtambuka. Lakini pia inawezekana sio ni mtaalamu wa mambo hayo pia. Inawezekana sio kwamba mtu akiwa kwenye maumivu ndo anatoa nyimbo kali. Unajua kitu ambacho msanii anafanya ni kitu ambacho jamii inakifanya, yeye anawakilisha jamii. Kwa hiyo inawezekana jamii ndio inapenda au inapitia hayo mambo sana. Ndio maana wimbo wa hivyo ukitoka basi wote wanakuwa wanaupenda. Kwa sababu kitu lazima kipendwe na watu. Sawa. Okay. Kwa ni watu. Sawa. Nikutoe hapa kwenye machozi hapa, lakini ngoja tuje sehemu nyingine. Mapenzi hapo ya aina nyingi sana. Jide hapa aliyazungumzia mapenzi katika namna nyingine. Alikuwa na mtu mmoja ambaye sasa hivi ni marehemu, na ni moja kati ya marapa ambao ni wakali sana. Watu wengi wanasikia akizungumzwa, lakini wengi wao pengine hawakupata kusikia uwezo wake. Sasa kwenye wimbo huu aliofana na Jide ndio utaweza kujua huyu jamaa how bad was he. Anaitwa D-Rob. Huu wimbo unaitwa Mpenzi Wangu. Unakumbuka Ujide? Nyimbo zangu zote nazikumbuka. Nimeziandika mwenyewe. Okay, here you go. Unasikia, pengine unaukumbuka wimbo wa GK Tunakukumbuka. Ulikuwa ni kama ni special kwa ajili yake huyu bwana ambaye alifariki miaka mingi iliyopita kusema kweli, lakini alikuwa amebarikiwa kipaji cha hali ya juu sana. Hiyo verse peke yake yatosha kukuonyesha kwamba alikuwa mbaya kiasi gani. Chizo, unasemaje? Leo nataka niwasikizisha D-Rob kidogo. Unasemaje? Kwa lau kwa uchache. Unaweza ukaimagine namna ambavyo ameweza kupita, unaona hizo Matsrabic rhymings kwenye hiyo verse na nini. Afu ilikuwa ni wakati huo tunazungumzia miaka 20 plus. Na unajua artist the way anavyozidi kufanya kile kitu, anazidi kusharpen, inakuwa kama silaha. Sure. Anazidi kuwa bora zaidi. Kwa unashindwa kuimagine pengine angekuwa mwaka mdau ingekuwa haya. Yaani kama wanasema kisu cha buchani au sio? Kinaongezeka makali tu akipungue. Wana unasemaje kipara hapo D-Rob na Jide hapo? D-Rob amefariki 2001 nafikiri. Kwa maana yake give or take wimbo ni kabla ya 2001. Una zaidi ya miaka 20. Ni kabla. Una zaidi ya miaka 25. Sasa you can imagine watu ambao kipindi hiko hamna mitandao ya kijamii, magazeti ya kutoka Ulaya ndo hayo mpaka watu watoke mamtoni. Taarifa za habari za wasanii ziko censored kwa sababu censorship kwenye vyombo vya habari hatutaki. Walikuwa wanasemaje, hatutaki utandawazi uharibu vijana wetu. Lakini watu walikuwa na upeo wa kuandika vitu vilivyonyooka kwa kiwango hiko. Imagine watu kama hawa wangefanya muziki huo mwaka 2025, ingekwaje? Kwa upeo ule waliokuwa nao 2001 2000 au 99 wangeweza kufanya mwaka 2025, ingekuwa ni balaa kubwa sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi namheshimu sana Lady JD. Miaka 25
ukiangalia mwaka 2000 kulikuwa na watoto wa kike wangapi? Tuachane na kusema wanawake, sababu kulikuwa na watu wa bendi. Watoto wa kike wangapi walikuwa wanaweza kutoa wimbo mmoja, leave alone an album, achana tu na album, wimbo mmoja ambao unaweza ukasikika. Hata mimi nikiwa kwetu Mgombani kule nilikuwa na uwezo wa kusikia. Sasa umetisha sana. Jide, kuna kitu hapa tulikuwa tunakizungumza. Kwanza ulikuwa unazungumzia uwezo wa uandishi, na moja ya sifa yako kubwa kabisa ambayo umebarikiwa ni uandishi wa ngoma. Asilimia kubwa kama sio zote unaandika mwenyewe, si ndio? Asilimia 95. Asilimia 95. Tano na watu wengine. Tano na watu wengine, yeah. Sasa moja ya vitu ambavyo nilikuwa nikijiuliza sana ni hicho, kwamba kwa wakati ule na hiyo age ilipokuwa hiyo, huu uwezo wa uandishi, kwa sababu uandishi wa nyimbo ni tofauti na uandishi wa kitu kingine chochote. Panga hivyo vina nini, jinsi ya kuweka pia vikakaa kwenye melodies na nini, utaalamu ulitolea wapi? Okay, vitu vingine ni talanta. Ni talanta. Okay. Yeah. Na msukumo na kutaka kufanya kitu ambacho unataka kufanya. Yeah. Kwa hivyo ndani yangu nilikuwa na hiyo swala la nyimbo, lakini wakati na rap nilikuwa siwezi kuandika vitu vya kurap. Nilikuwa siwezi kutengeneza verse okay, ya kurap, lakini nilikuwa naweza kuandika nyimbo za kuimba. Okay. Kwa hiyo nikajaribu kusoma vitabu ambavyo vinaelekeza namna ya uandishi. Okay. Wa nyimbo na mashairi. Okay. Kwa hiyo nikaanza kujaribisha. Na melody inakuja kutokana na ujumbe ule uliokuwepo nao. Unajua hakuna kitu chochote kipya. Wanasema melody zote ni mirindimo ya sauti nyingi ambazo umewahi kusikia maishani mwako. Unaweza kuwa umesikia tu kitu kama hivi, au mlio wa kiatu, au tairi limedondoka. Inaweza ikakupa kitu ukatengeneza melody. Kwa hiyo nikawa naunganisha yale mashairi na melody ambayo ilikuwa inalia kichwani mwako. Okay. Ndio nikawa naweza kupata wimbo. I say safi, hongera sana. D-Rob aliingiaje kwenye hii track, na ilikuwa ni pendekezo lako mwenyewe, producer, ama ilikuwaje? Yeah, sasa kipindi hicho haya makundi ya hip hop ndio yalikuwa yanafanya vizuri. Yeah. Kabla yetu sisi. Kwa hiyo ili na wewe upate nafasi ni lazima ufanye ushirikiano na watu ambao tayari wao wameshaingia kwenye media, au watu ambao wanawafahamu. Na ndio sababu pia nilifanya na Sugu, nikafanya na Professor J, na nikafanya na D-Rob wa kwanza yine. Okay. All right. Bibi, labda ulikuwa D-Rob tumemzungumza hapa kidogo, kwa sababu ni mtu ameshatangulia mbele za haki, amefanya vizuri sana kwenye wimbo, kwa sababu mimi tangu naanza kusikia kipindi hicho, nikisikia hiyo verse nilikuwa nafurahi sana. Sijui yani ulipata kumfahamu zaidi, ama ilikuwa tu kwenye hii kazi ndio ikawa imeishia hapo? Kusema ukweli hatukuwa na ule ukaribu wa sana. Yani ni salamu na maongezi tu ya kawaida kama brother. Okay. Lakini hatukuwa na ukaribu wa sana kabisa kiasi hicho. Okay. Labda pengine angekuwa ameendelea, kwa sababu ilikuwa ni mwanzo. Yeah. Ndio tunakutana watu, tunajaribu kufahamiana. Okay. Kwa hiyo pengine labda angekuwa hajafariki mpaka leo, ina uwezekano kabisa kuwa tungeweza kuwa karibu kama ambavyo ilikuja kutokea kwa Sugu na Professor na wengine. Okay. Sawa. Nephew, unasemaje bwana? Unacha kuongeza? Tumetoka kwenye machozi, tumekuja kwenye mpenzi wangu hapa, tunadokoa taratibu mpaka tupate hizi raha ambazo watu tulikuwa tunazisikia, sasa hatukupata nafasi ya hadithi zake. Yeah, it's really nice kusikia kutoka kwa farasi mwenyewe wanasema. Yeah. Kwa sababu story nyingi unazozisikia kutoka kwa mtu mwingine mara nyingi huwa zinakuwa distorted hapo katikati. So it's really nice kupata hizi story kutoka kwako. Lakini haya ni mambo ambayo tumekuwa tunayaongea wakija ma legend wengi hapa kwenye The Classic. Yes. Mimi huwa nakazia tu huko kwenye masuala ya uandishi. Nadhani wasanii wa zamani walikuwa wote walikuwa wanadaiwa kodi, wote walikuwa wanadaiwa ada, wote walikuwa wana njaa, yani wana matatizo yote wao ndio walikuwa nayo, lakini kwamba
Yani nikimaanisha kwamba kufanya kitu kama unadaiwa kodi ni kukifanya with passion na akili nyingi sana. So na ndio maana mpaka kesho kutwa Muru akasema hapa wakiwa migombani kwa wanasikiza machozi. That's the reason ya kuwa na uandishi bora kabisa wa kutoka kwa ma legend kama hao. So kila siku mimi nasemaga vijana, najua wana maneno yao wasema bwana nyie mmelewa na hizo nostalgic moments. Lakini sio bana, sio. Ukikaa ukisikiliza album ya mwaka 2000 unaweza kusikiliza nyimbo ya kwanza mpaka ya mwisho. Leo hapo ukifukunywa kwenye platform huko ukakutana na album, unasikiza nyimbo ambayo umeisikia kionjo chake TikTok basi alafu unaachana nayo. So kubaya huko unakoelekea. Najua ni kubaya, najua meza ina vinywaji vya gharama sana, lakini ukweli usemwe. So shout out to you my sister. All right, sawa. Ni swali moja hapo. Okay, sawa, tuendelee. Nimejaribu kupitia catalog hapo. Huu wimbo ambao uko na D-Rob uko kwenye album single au uko kwenye album, lakini nabidi nikumbuke uko kwenye album gani. Inawezekana ukawa kwenye album ya Asubuhi ya 2000. Nadhani hiyo ambayo ni compilation ya wasanii tofauti kabla ya mimi kutoa album yangu ya kwanza. Haipo kwenye Machozi. Haipo kwenye Machozi. Okay, ipo kwenye album ya Asubuhi ya 2000. Ambayo tunasema imetoka 2001. Alright, sawa. Bana, sawa, tunaendelea mdogo pana tunafurahia pia kuwa na JD hapa. Shout out kwa the one and only my brother anaitwa Godfrey Achireka kutokea Italy. Au sio bana Traveler anaumia sana, akanambia nikusalimia. Anaumia sana kwamba yeye hayupo hapa na pengine leo angekuepo kwenye hizi city hapa. Lakini sasa brother, wewe si uko Italy, wewe si uko Mtoni, tuache sisi tu enjoy Bongo. Godfrey umehakikisha unatajwa kama AY. So brother, wewe uko Mtoni, wewe enjoy bwana, sisi tuko Bongo hapa bwana. Wewe enjoy Mtoni, sisi tuna enjoy hapa na Lady JD. Lakini nakukumbusha pia msikilizaji kwamba haya yote haya ambayo tunayazungumza hapa, hitimisho lake ni tarehe 13 June pale Superdome, au sio bwana, ambapo JD atakuwa na concert moja ya kukata na shoka, ambapo sasa hapo hapo sasa tutapata pia uzinduzi wa album yake ya 10. Tayari 9 hizi hapa ziko mkononi, ya 10 itakuwa iko hapo. Kwa hivyo itakuwa ni mjumuisho wa mambo mengi sana katika hii miaka 25 ya JD. Kimsingi wewe bwana jipange, tuna tarehe nyingi sana hapa, tuna zaidi ya siku 12 mpaka 13 hivi yenyewe kuweza kujichanga hapo na kuweza kupata fedha ambayo itakufanya ukawa ni moja kati ya mashuhuda wa tukio hili la kihistoria kabisa. Kwa hiyo hakikisha tu kwamba ukimaliza kusikiliza hizi hadithi basi tunakutana pale Superdome, au vipi? Sasa kwenye tunajaribu pia kuipitia taratibu album ya Machozi, classic album kabisa, ambayo kimsingi ina ngoma zilizotupa JD ambaye ametupa mapinduzi makubwa sana Bongo Flava. Miongoni mwa ngoma nyingine ambazo ziko hapa ni hii hapa pia, ambapo yupo Kasim Kiroboto Juma, au sio, inaitwa Umuhimu Wako. Kimsingi ni nyingine ambayo ilinibamba sana kipindi hicho, na leo tunaikumbuka hapa kupitia The Classic, ambayo iliendelea kutufanya tuendelee kumpenda JD. Na kama utakuwa unakumbuka vizuri, hapa sasa ndio ulikuwa tayari ni wakati ambapo vipindi vile vya mchana na baadhi ya vya usiku vikawa vinagonga ngoma za Bongo Flava. Kwa hiyo ili kuaminisha kwamba na sisi tuna R&B kali kama za Mtoni zikawa zinapigwa hizi. Remember hapo tulikuwa tushawazoea Destiny's Child na wengineo, kwa hizi zilikuwa zinaingia kwenye mpambano pale. Umeona bana, kwa hiyo wakawa wanazigonga brother zetu wao kina Mike Mhagama na wengineo. Hajatoa kitabu bado. Mike anaandisha kweli. Mike anataka kutoa kitabu karibuni amesema, kwa hivyo bila shaka atakitoa. Sasa kabla tujaingia kuongelea huu wimbo, kuna wenzetu wa YouTube pale ambao wametuma ujumbe wao hapa, na nitapiga walau nusu alafu baadaye tutamalizia nusu nyingine. Fahad Ali Mwalimu anasema leo naangalia ndani ya Chake Chake Pemba, we appreciate you brother. Bana,
shout out kwako mzee wa Pemba hapo Chake Chake, tusalimie sana Maskani ovyo. Tuletee mashelisheli hapa kidogo, tumletee Jide kidogo wale mashelisheli. Anthony Maxwell anasema kutoka Green City Mbeya, JD ni nembo ya muziki wa Bongo Flava hapa nchini, miaka 25 kwenye game, sio jambo rahisi kufanyika, apewe maua yake bana. Sisi tumeanza, tumempa na tutaendelea kumpa zaidi na zaidi. Alright, sawa. Revocato Simlai ameandika tujide kwa nguvu sana, make anashangilia. Alex Mandali anasema kwa heshima namkubali sana na amejitunza, maisha marefu kwake. Alex B Ringa. Okay, bwana unapoa, hongera, umejitunza. Asante. Yeah. Okay. PCM Tuition kutoka Mapambanio Center Tegeta Nyuki anasema a real queen is here. Sawa, tunakubaliana. Kila ngoma yake alikuwa anatoa ilikuwa inashika namba 1 kwenye top 10 na top 20 za radio zote. Big up sana the real queen of East Africa. Pongezi hizo. Mwandu Star anasema nitafurahi sana akipiga live walau verse moja ya wimbo Usiusemee Moyo. Ala, sawa. Anasema marehemu dada yangu alikuwa anaupenda sana na alikuwa shabiki yake mkubwa mno. Mimi pia ni shabiki wa kutupwa wa Jide JD. Mwandu Star, ambaye huyu Mwandu Star bwana pia ni rapper alitokea Mwanza Kwa hiyo anasema marehemu dada yake alikuwa anapenda Usiusemee Moyo. Kwa nafikiri anaitaka hiyo kwa heshima. Yuko Mwanza. Sasa hivi sijajua kama amerudi Dar ama yuko Mwanza Kwa sababu Mwanza tunaenda tarehe 27. Mwanza Okay, sawa. Bana, kama uko Mwanza, sawa. Najua mzee Mwandu Star utamchukua na yule dada ambaye unakuaga naye unamkubali sana. Sasa kama wameachana ndio unajuaje? Basi tuishie hapo. Michael Mondo anasema nakumbuka mbali sana Lady JD na Ray C ndio walikuwa juu sana. The Classic kipindi muhimu sana. Asante Michael Mondo. Bwana Kuvi, nimerudi tena kwenye kipindi letu la Kijanja. The Classic ni zaidi ya darasa. Sawa, asante. Anthony Moses asema balozi wa jioni ya leo namkubali sana Komando na tayari nishachukua tiketi yangu mapema, anasubiri ifike tarehe 13. Haya bwana, umetisha sana. Anasema yeye anaitwa Kelly kaka Kuvi Misuti, dada anajua sana hiyo ngoma ya machozi, mimi niliacha. Anasema nilisikiliza kwa huzuni sana. Yani aliacha kusikiliza leo. Anasema mama yangu shabiki yake sana, alikuwa anapenda kusikiliza ya haya unaishi wapi pia. Okay, asante sana Kelly. Sawa, hizi ni baadhi. Utaendelea kudondosha ujumbe wako hapa YouTube, pia tutapitia. Una ujumbe kutoka Jamhuri ya watu wa Twitter, wanasemaje kidogo? Walau 3 hivi. Kwa haraka hapa Yasin Jiwe anasema leo itakuwa siku nzuri Murua na Mororo huko game ya mnyama kule, interview ya Jide. Nashukuru. London Town au Dre Montana anasema nachopenda kwake lazima hawai interview. Kweli. Hiyo ni sahihi. Chuma Majaliwa kitu Chuma anasema mapema sana leo. Ya mwisho Ismail Kenadid anasema usiache kumwambia atukumbushe enzi zake za kuchana hip hop kidogo. Sawa. Aina noma. Tuko na Jide JD. Tumecheza wimbo muhimu wako, wimbo mwingine ambao unapatikana kwenye album ya Machozi, Juma Nature yupo humu ndani. Walau kidogo unakumbuka chochote wakati mnafanya huu wimbo? Ni moments za studio mara nyingi zinafanana. Okay. Mnakutana kwa kuwa mlikubaliana basi mnafanya kazi pamoja. Okay. Yani hamna kitu chochote cha ajabu tuseme au cha kusema kilitokea hiki cha kusimulia. Ni zile tu moments za studio kwamba tuna record. Alright. Sawa. Labda kwa sababu pia mimi sio mtu wa matukio. Ingekuwa matukio labda tumepigana studio au imekuaje. Lakini ndio kila mmoja na lifestyle yake. Kwa hivyo pale tukirudi kulikuwa kuna swali moja hapa lilikuwa liko kiporo kuhusiana na ule wimbo wa Machozi ambao tulianzia kule mwanzo, tukisema una urate vipi ule wimbo wa Machozi kama ni miongoni mwa nyimbo zako bora za muda wote? Maana kila mmoja ana walau katika tracks zake ambazo ameziachia anayo 1, 2 au anazo hata 5, sema hii ni moja kati ya zile bora kabisa au hii ni bora kabisa muda wote. Aidha pengine sio kwa kuimba lakini pengine mafanikio na vinginevyo. Watu ndio wameufanya Machozi uwe bora wa muda wote, kwa sababu kila mtu akitaka kumsema JD Machozi inakuja kwanza kabla ya kitu chochote. Okay. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakifutiki. Yani imekuwa kama ndio alama kubwa, zingine zikiwa zinafuata. Okay.
Sawa, kulikuwa kuna track nyingine ya R&B ambayo walao nitaicheza kidogo pia, ni miongoni mwa zile ngoma ambazo zilikuwa zinatuburudisha, na kama ambavyo nilikwambia, huu ulikuwa ni wakati ambapo hip hop na R&B vilikuwa vinakwenda sambamba. Yani vilikuwa vina nguvu sawa, ikipigwa ya hip hop inapigwa na R&B, lakini pia kulikuwa kuna mchanganyiko baina ya R&B na rap music kwa wakati mmoja. Na nitamuuliza Jide pia, kama ambavyo tumeona katika track mbili kuna verses za watu wa rap, moja alikuwa Nature, moja alikuwa D-Rob. Ni kitu ambacho kilikuja kama kikapotea hivi, alafu baadaye ni kama tena kinataka kurudi hivi. Walau yeye anaweza kutupa experience yake na namna ambavyo pengine tunahitaji aina hii ya muziki. Waweza kwenda ngoma nyingine kutoka kwa Jide ambayo binafsi pia naiona kama ni moja kati ya nyimbo bora sana kutoka huko. Hapo baada ya kutoka kwenye machozi, sio? Imo no, yani hichi kipindi. Unajua kuanzia ile 96 fulani hivi mpaka kuja 2004 hapo kuna kama miaka 8 hapo ambapo kulikuwa kuna R&B hayo ya kujirusha hayo. Ndio kipindi hicho ikaja ile era walikuja wametoka kina Destiny's Child hapo, Brandy, yote alikuwa anapigwa mangoma fulani, alikuwa ndo ndani yake kuna rap ndani. Ndio kipindi hiki Chidi alikuwa anasema hii art ya ilikuwa ni art fulani nzuri sana, afu ikaja ikapotea tu yenyewe, lakini sijui unaisikiaje sasa? Nimeona kwenye wimbo wa karibuni Popo ameweka kina Wakazi mle kina nani, ilikuwa ni era fulani tamu sana, sijui unaitazamaje? Pop, uniongelee Popo? No, yani ile era nasema sasa hivi umekifanya tena kwenye Popo kwenye ile remix, lakini era ya kuchanganya rap unaimba alafu inakuwa kuna ni kama nilivyosema mwanzo, ni kwa sababu nilianza na hip hop. Kwa ni rahisi kuweza kuunganisha hivyo vitu viwili. Na ni kitu ambacho sikuwa nataka kuondokana nacho moja kwa moja. Kwa hiyo vitu vyote viwili hivyo vinaenda kwa pamoja. Kwa sasa hivi unadhani nafasi ipo ya kurudia utamu huu kidogo, ama ishakuwa old school kabisa, haina nafasi ya kurudiwa? Lakini mbona wasanii wa hip hop nao wanashirikisha wasanii wengine? Kwa nafikiri haijawahi kuondoka kabisa. Sasa unajua kuna wasanii wa rap mara nyingi ni kama hawana hiyo, yani hawana option sana kwenye chorus, mara nyingi lazima wanapata watu wa kuwaimbia. Hii msanii wa R&B alikuwa anaweza kaimba wimbo wake wote, akamweka mtu wa rap. Na hata kama asipokuwepo ule wa rap, sio kama wimbo wake utakuwa mbaya, utabaki vile vile, lakini ilikuwa tu inanogesha. Mimi huwa napenda kufanya hivyo. Na ndio maana nafikiri katika album kadhaa hata ambazo sio za zamani sana, still nilikuwa nafanya hivyo bado. Jide amerap kama kwenye Joto Asira Professor anaingia, kama kwenye Shukrani FDQ anaingia. Yani huwa nafanya hivyo, lakini niweke na mawazo iwae naingia. Kwa hiyo lazima nifanye at least nyimbo 2 au 3 ambazo msanii wa hip hop atakuwepo. Nadhani fahamu jinsi ambavyo wakati unataka kumshirikisha mtu, ulikuwa unaangalia nini hasa kwa mtu ambaye utamshirikisha? Naangalia namna ambavyo maelewano yangu mimi na yeye, na vile ninavyopenda aina ya kazi anayoifanya, na kusikiliza kwamba wimbo huu nafikiri utamfaa mtu fulani. Na hizo wakati tunatoa hizo ngoma kama ambazo tumesikia hapa, of course hiki ni kipindi ambacho ulikuwa umeshaanza kufikiria kwamba muziki ambao unaofanya ni sehemu ya mimi, yani of course maisha yangu yataendeshwa kupitia muziki? Baada ya kuwa nimesha hit ndio, lakini kabla nilikuwa nafanya tu kwa ajili ya, yani ile kwa kupenda tu, bila kujua muziki utanipeleka wapi. Lakini unapoingia sasa kwenye muziki na ukajifunza kuwa ni biashara, akili inabadilika. Sasa unasema hii ni kazi, kwa hiyo niichukulie serious kwa sababu inaniingizia kipato. Unazungumzia kuhit, ilikuwa ni baada ya ngoma gani ndio ukasema kwamba nao sasa muziki itakuwa ni sehemu yangu ya maisha? Mimi single ya kwanza tu nilitoa ile hit. Sawa. Sasa Jide, kuna ka surprise hapa kidogo hapa kuwekea hapa bana, na hii inatoka kwa moja kati ya watu ambao na ninafikiri ama ninahisi ni muhimu kwenye historia yako. Kwa hiyo hatuwezi
kuitazama miaka 25 bila huyu jamaa. Jamaa ndo anahusika sana na album hii ya Machozi, na kwa sababu tulikuwa tunaizungumza hapa nikasema wacha kidogo naye tumsikie bwana. Sasa hapa bwana yuko the one and only Master J. Mzee wa michemo. Master J, karibu sana kwenye The Classic. Wewe umeshafanya The Classic 2 hapa, lakini leo ni siku ambayo tuko na Jide JD na hakuna historia ambayo itakamilika hasa kwenye album ya Machozi bila wewe bwana. Labda una chochote cha kuweza kushare nasi, na Jide naye pia una historia naye. Tunaomba tuisikie kutoka kwako Master. Judith Wambura au wengi wanamfahamu kama Lady JD, tulikutana kwa mara ya kwanza hata sikumbuki ilikuwa ni mwaka gani, lakini ilikuwa ni zamani sana. Ukitaka kujua ni zamani kiasi gani, radio za FM ilikuwepo moja tu, kulikuwa hamna radio nyingine ya FM. Na funny enough, hiyo radio ilichangia sana kwenye mimi na yeye kukutana, kwa sababu kama sijakosea hiyo radio walikuwa na mashindano ya kurap kama sijakosea, na Lady JD ndo akashinda. Baada ya kushinda one of the prize, yani zawadi ilikuwa ni kurekodi bure kwenye studio MJ Records. So mara ya kwanza mimi nakutana na Jide ilikuwa baada ya kushinda hilo shindano ambalo lilikuwa limeandaliwa na hiyo radio, na alikuja kama a hip hop artist. Vijana wengi sasa hivi najua hawakumbuki kabisa kwamba initially Jide alikuwa hip hop artist. So alikuja, kusema kweli mimi mwenyewe itabidi nimuulize, sikumbuki tulirekodi hiyo kazi, hata sina kwenye kumbukumbu zangu, lakini after some time mimi na yeye tulikuja kukutana tena alipokuwa anafanya sasa album yake ya kwanza. Tulirekodi nyimbo nyingi hapo, tulifanya kazi nyingi sana. Kipindi hicho kusema kweli kurekodi wimbo ilikuwa ni shughuli sana. Tulikuwa hamna computer, ni zamani kulikuwa hamna computer. Kwa hiyo msanii kurekodi album kuchukua miezi 6 au miezi 8 ilikuwa ni kitu cha kawaida, kwa sababu kama verse unarekodi verse, kama ni chorus unarekodi chorus, unarekodi verse tena. Hiyo chorus hamna kucopy sijui na kupaste kuipeleka huko mbele, inabidi kila kitu ambacho alifanya kwenye ile chorus ya kwanza inabidi akirudie tena. Kwa hiyo kama chorus ziko 3 anarudia. Kwa hiyo ilikuwa ni shughuli ndefu sana. So kama unarekodi album na mtu, kusema kweli mnapata kufurahi, mnapata kukwaruzana. Kwa hiyo kupitia album yake ndo niliweza kumfahamu sana na zaidi, kwa sababu ni project ambayo ilichukua muda mrefu sana, na namshukuru Mwenyezi Mungu hiyo album ni classic mpaka leo. Na kusema kweli mimi the first time nilisikia sauti ya Jide akiwa naimba ilikuwa kwenye wimbo wa kuenzi, kama sijakosea, kumwenzi Baba wa Taifa alivyofariki. Nakumbuka kuna wimbo ulitengenezwa afu yeye akaimba chorus kama sijakosea. Hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza mimi kumsikia sauti yake akiwa naimba, and I was just like wow. Yani unajua Jide ana sauti fulani hivi very unique, very silky, unajua in smooth, alafu yuko very very emotional, unaona, yani anaimba mpaka wewe mwenyewe you get goosebumps. Album yake hiyo ya kwanza ambayo mpaka leo it's a classic. After that bana alienda to make so many hits. Ndio maana Jide is one of our legendary artists hapa Tanzania, and she will forever live on kwa sababu of her talent. Na uzuri wa Jide bana, Mungu hakumjalia tu sauti, hakumjalia tu kipaji cha kuimba, alimjalia kipaji cha kuandika. You know, she's such a talented lyricist and very good at composing melodies, extremely good at yani amna watu ambao nilikuwa napenda kuwarekodi kwa sababu ni kazi rahisi kama Lady JD, na mwingine alikuwa AY. Nakumbuka Lady JD and AY, every time wakija studio kazi inakuwa ni rahisi sana because they are very professional na wako very talented. So mimi nafurahi sana kuona kwamba ana celebrate 25 years in the game. I wish her many more years, na ili to bless na her talent, her God-given talent, kwa sababu ana vipaji ambavyo kusema kweli Mwenyezi Mungu tu ndiye anaweza kukupatia, huwezi kufundishwa. So happy 25th anniversary Lady JD. Cheers to many more years. Thank you. Asante sana Master J bwana. Kwa wanamsikia Master. Master amemwagika sana hapa
Una lolote la kuongezea ambacho yeye amekizungumza hapa? Nimshukuru kwanza kwa sababu tuseme mimi nafasi ya kwanza kurecord studio ni kwa sababu yake. Kweli kabisa. Kwa hiyo Master bana, hongera sana pia, maana wakati ana celebrate miaka 25 na wewe ukiwa ni sehemu ya hiyo njia kwanza, hapo ni jambo la heri sana, na nawe pia Mungu akubariki sana. So Master J ameweza walau kutupitisha huko pia. Sasa muda wetu kwa sababu unaendelea kukimbia sana, Jide, sisi tunaruka kidogo, tutakwenda kwenye second album ile. Nataka tuende kwenye album ya Binti kidogo, tudokoe kidogo hapa, sababu album ziko nyingi. Kwa hiyo sababu na hizi tunakimbilia miaka 25, wala au tupitie story 2-3. Sawa sawa. Next week Mungu akitujalia, tukipata nafasi ya kupita sehemu ambayo tuliacha kwenye machozi, basi tutafanya hivyo. Sasa mimi nacheza wimbo ambao ulibeba jina la album ya Binti ya mwaka 2003, right? Nakuwa sijakosea Jide. Album ya Binti 2003. Yes. Album ya Binti. Yes. Album yenyewe ilikuwa inaitwa Binti. Ngoja tusikize wimbo wenyewe kwanza unaitwa Binti, alafu atuambie hapa kwa nini hii album ilipachikwa hili jina. Baada ya album ambayo ilikuwa inaonekana kama ina heartbreaks nyingi sana, lakini hii ilikuja ikawa inampa nguvu Binti. Sasa walau tuanzie hapa, Binti, jina la album, kwa nini ilikuwa hivi na ikawa ndio single yenyewe ikabeba hili jina? Okay, mimi ni storyteller, kwa hiyo huwa napenda nikisimulia story iwe na muendelezo. Sawa. Album ya kwanza ni Machozi, msichana mdogo aliyeumizwa akapitia hizo heartbreak, lakini sasa baada ya hapo huwezi kulia milele. Okay. Ni lazima ujiinue, ujipambanue na uamue either unywe sumu ufe au uishi uendelee na maisha. Kwa hiyo hapa ni binti aliyeamka, amejipata, kaishafikiria yote aliyopitia, sasa yuko tayari kuendelea na maisha mengine ya kujijenga. Okay. Na tayari hapo ushakuwa una experience ya muziki kidogo, album moja imeshakwenda. Kwa sababu wakati kwanza naingia studio kurekodi nilikuwa tayari na nyimbo kama 20. Wakati ya album ya Binti. Si unajua ukiwa underground unaandika tu. Yani unakuwa na usongo, materials zinakuwa zimejaa. Kwa baada ya kumaliza album ya Machozi, zilikuwa kuna baadhi ya nyimbo kadhaa ambazo haziku make it kwenye album, zikasogezwa kwenye album ya pili ambayo ni ya Binti. Lakini pia kila siku unavyoishi na vitu unavyokutana navyo vinakufanya unajifunza vitu vipya. Katika uandishi, story lazima itokee ili uandike. Kwa hiyo wakati wa Machozi, wakati wa hiyo Fame, kuna vitu vilitokea, kuna vitu niliviona tofauti. Kwa hiyo vikani baada ya matangazo kidogo. Album ya mwaka 2003 ya Binti, na hii ni miongoni mwa albums ambazo zipo mkononi mwa Jide JD. Kimsingi ni kwamba tarehe 13 Juni, na naendelea kukazia hapo, ni kwamba hizi itakuwa ni sehemu tu ya kusherehesha miaka 25 ya Lady JD, lakini vile vile itaachwa albamu mpya hapo ambayo itafahamika kwa jina la Silver. Silver? Yes. Silver itafahamika hapo, so Silver itaachiwa hapo. Kuna nini ndani ya Silver? Tukutane yote tarehe 13 Juni panapo uhai inshallah, kwa sababu itakuwa ni sehemu kwanza tunaweka historia, album ya 10 inakuwa imekamilika, na hapo anakuwa anaungana na Sugu kama ni wasanii wenye album nyingi zaidi. Yani sijui unajua 10 10. Sugu zinakuwa ni 10. Kuna official zinakuwa 10. Zile official, kwa sababu ile nyingine si ni kama nani so let's say kufikisha album compilation, ile nyingine greatest, lakini ambao umefikisha 10 ni yeye na that's a milestone. That's a milestone. Niki sijafika. Okay, Niki sawa. Nimemsahau Niki. Kwa ni miongoni mwa wale ambao wana nani Niki Mlishi. Albums 11 na mixtape moja. So of course Niki naye ni mwamba kweli. Alafu sio yani tunachokitaka ni kwamba ziwe album kweli. So na Niki naye anatoa album kweli. Yani sio za kitu cha ajabu kuhusu Sugu ni kwamba I think the last time Sugu ametoa album ni 2007. Veto. Kama sijasahau hiyo 2007 2007 ametoka katika kipindi kifupi sana. Sasa kasi ya Sugu inafanana na Niki Mbishi, unajua
Nick recent sasa hivi ndo amekuwa kidogo. Nick ndani ya miaka hii mitano. Si ndio nasema hiyo kasi hiyo. Inafanana na Nick. Lakini yote kwa yote ina maana mko wachache ambao tayari mmefika hiyo sio mchezo, maana yake una utajiri wa kila kitu, mashairi, melodies na kila kitu. Tofauti ya nilichokuwa nataka kusema hapa ni kwamba sasa hivi Sugu atakutambia nini? Sababu maana zamani mimi nimemzidi dada, sio album moja. Kaka, salamu zako. Sasa hivi atakutambia nini? Unajua tofauti ya Sugu, Nicki na Jide. Tofauti moja ambayo inamfanya Jide ana stand out. Kwenye albums 9 album moja nadhani ile inaitwa ya 5 ambayo ni compilation. Nadhani ni compilation ambayo ina zile ngoma ambazo zilitoka kama wangu, nadhani ya Mr. Blue, I am ya Oliver Mtukudzi, ile ambayo ndo ya 9 inaitwa ya 5. Tofauti ya Sugu, Nicki na Sister Jide ni kwamba kila album moja ya Lady JD ina hits ambazo hazipungui 4 au 5. Proper hits ambazo zimesikika kama, yani namaanisha kwamba kila album moja ya Jide ina either hits 3 mpaka 5. Yes. Lakini the same huwezi ukasema hivyo kwenye albums za Nicki labda na Sugu. Kwa heshima zote ni kwamba dada bado ana stand out. Okay. Muone useme kwa heshima zote ili wasikushukie. Hata kila wama Lakini huyu si mchambuzi kipara. Mchambuzi kipara. Anyways, si waogopi. Kwani ugomvi? Huyu si ugomvi. Ni maoni vile. Kwa hiyo hayo ni maoni na maoni yako tunaheshimu, ndio maana upo kwenye the class. Kama hawataheshimu maoni yangu, si waogopi. Yani hivyo. hawaje na fact. Okay, sawa. Jide, kwenye hapa tayari ulikuwa una usongo sana. Nyimbo 20 tayari zilikuwa ziko kibindoni kwenye binti na nini. Ilitokana na nini? Maana kunaweza kuwa kulikuwa kuna hasira. Album ya kwanza licha mafanikio, mkwanjo ulikuwa kidogo umelegalega nini, ukaamua ukaze uzi, ama mkwanjo ulikuwa mwingi ukaona ngoja niendelee kupigania ujai kwenye mauzo ya album ya kwanza? Yaani kwa nini nimefanya album ya pili? No. Ulikuwa unasema tayari una ngoma kama 20, maana yake ulikuwa tayari ulisema hapo underground una hasira ni ile hamu tu ya kutaka kufanya muziki. Okay. Kwa hiyo unakuwa unazo material nyingi. Okay. Kiupande wa mfuko, album ya kwanza, maana ni miongoni mwa zile album ambazo zinatajwa kama ziliuza sana. Kwa upande wako sasa bahati mbaya Tanzania hakuna, kulikuwa ukitofautisha saizi na digital platforms ambazo unaweza ukaona numbers. Zamani ilikuwa hamna hiyo. Okay. Kwa hiyo vile unavyoambiwa na Muhindi kuwa ni kopi kadhaa ndivyo unavyotakiwa kuamini. Iwe ni ukweli au sio ukweli. Okay. Lakini kwa kutokana na vile nilivyokuwa na kile nilichokipata, kwangu ilikuwa ni mafanikio. Ilikuwa mafanikio sana. Kwa sababu sikuwa na hicho nilichokipata. Okay. Kwa hiyo nilipopata ikawa kumbe huku kunawezekana kuwa hivi. Sasa unavyozidi kwenda, unazidi kujiboresha, unazidi kuangalia namna gani ya kutafuta au kuipanua biashara yako iwe kubwa zaidi. Okay. Historia inaonyesha kuwa moja kati ya album zako imetajwa kama ndio fastest selling album ambayo imewahi kutokea. Machozi. Nadhani ni hii, si ndio? Ilikuwa Machozi. Kwa sababu ilikuwa ndio album ya kwanza. Ilikuwa nearly copy milioni 1, nearly ama zilivuka milioni 1 na Kala. Kwa kweli sikumbuki. Lakini zinaweza kawa, hiyo namba inaweza ikawa kuna usahihi. Inaweza kuwa kuna usahihi. Okay. Kwa waliotoa hizo hesabu. Inawezekana wanajua usahihi huo. Okay. Sawa. So kama ulisoma kwenye vyanzo mbalimbali, kuna vyanzo mbalimbali nafikiri kwa ambao wasomaji mtakuwa mliona kwamba Jide alitajwa kama ndio msanii ambaye aliuza album kwa haraka zaidi katika historia ya Bongo Flava kwa wakati huo. Na ikumbuke kwamba wakati huo sasa sio mambo ya kustream physical copies, si ndio? Kwa hiyo hii historia manake Jide ndo ameishikilia hapo. Sio 1 million views kwa masaa 24. Sasa hivi watu wanapigania 1 million views kwa masaa 24, lakini hiyo anasema ilikuwa nearly 1 million copies ndani ya muda mfupi sana. Yani hii ni mtu ametoka kwake anaenda Kariakoo alafu amefunga safari. Hivi kwa kutukumbusha ngoja Chizo amalize pale. Ndio nilichokuwa nazungumzia, unajua kuna siku hata nishai kuwaza kwamba
kutokuwepo kwa physical copy, kuna baadhi ya vitu, kuna moment kidogo mashabiki wanazikosa. Unaelewa? Ile ulikuwa ukigrab copy ya msanii ambaye unamkubali, kulikuwa kuna feeling fulani hivi ambayo unakuwa nayo na unaishi na muziki wake. Lakini nadhani Chizo, kuongezewa ni point yako, ndo maana kunakuwa na uzinduzi wa album. Zamani tulikuwa tunaenda tu tunainunua, kwa hiyo unatengeneza moment. Sasa hivi kwa mfano Lady JD anazindua album yake ya Silver. Kuna tamasha 13 June, taja na tarehe mzee. Tarehe 13 kuna tamasha, tunaenda. Tayari tunatengeneza moment. Japo inaweza isiwe kama ile ya mimi kwenda Kariakoo kununua kanda au CD, lakini kuna ka background moment tunakakumbuka, kwa sababu leo nimegundua kwamba sasa hivi kuna simu ambazo hazina earphone jack. Hazina sehemu ya kuchomeka earphone. Maana yake kuna vitu vingi sana vimeshapotea. CDs, nani anatumia CD siku hizi? Nani anatumia kanda? Kwa pamoja na kwamba maendeleo yanaweza yakawa yameondoa vitu vingine, lakini kuna vitu kama hivyo, uzinduzi na kadhalika. Okay, sawa. Bwana, sasa tuko kwenye album ya Binti na tulikuwa tunajaribu kupata zile rekodi ambazo Jide ameziweka, na mojawapo ni hiyo ya kuwa ameuza nakala nyingi zaidi ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo ni historia ambayo itakuwa imebakia kwa haraka sana, na kwa sababu na time yetu pia inakwenda, moja kati ya ngoma nyingine ambazo zilikuwemo humu ni ngoma ya Siri Yangu ambayo Jide mwenyewe anajua nini ambacho alikuwa amekusudia hapa. Wala utusikilize kidogo. Okay, sasa hii ni sanaa ya kuunganisha title ya nyimbo zangu zilizoko kwenye album ya Machozi na album ya Binti. Yaani huu wimbo nimetaja tu majina ya nyimbo za album mbili. Bwana, ndio siri iliyomo ndani ya Siri Yangu. Yaani kila neno linalosemwa humu ni title ya wimbo. Title ya wimbo kuanzia ile Machozi. Chukua hiyo. Hii ni siri ambayo leo ndio told the story. Bwana. Wala kwenye verse ya kwanza unaweza kuna aliyeniomba nimpatie pumziko. Pumziko ni wimbo. Kwa madai kuwa alichoshwa huko atokako. Niliyempenda nilimwambia nakupenda. Nakupenda ni wimbo wangu wa kwanza, single yangu ya kwanza. Niliyempenda nilimwambia nakupenda. Nililia machozi kwa yote alionitenda. Machozi ni wimbo. Aliyenichosha nilimwambia waweza kwenda ni wimbo. Wimbo ndio Kuna aliyenifanya mapenzi yakanitatiza. Kuna wimbo kwenye album ya Machozi unaitwa Tatiza. Bwana, ndio tatizo. Niliyomkosea niliona umuhimu wake featuring Juma Nature. Nasisitiza kuwa na penzi la milele, na wimbo unaitwa Penzi la Milele uko kwenye album ya Asubuhi ya 2000. Bwana, wow. Hii ni sanaa. For real. Kwa hiyo nimechukua title za nyimbo lakini nikatengeneza story kutokana na zile title za nyimbo. Ndio maana nilikuwa nasema ninapoandika album au ninapoandika kitu ni story ambayo inatakiwa iendelee. Kwa hiyo zingekuwa hizi story hazina muendelezo, ina maana nisingeweza kuiweka pamoja ikatoa kitu ambacho kinaeleweka. Pen game is too strong. Hiyo pen game sio mchezo, umetisha. Hii idea ilikujaje yani mpaka ukaamua uziunganisha hizi zote? Ilikuja kwenye congratulations bana. Hiyo yani hatukuwahi kuiwaza kabisa. Kuna mtu alikuwa anasema unajua bwana, Siri Yangu ilikuwa ni kama tu darasa la kuwafunda. Sasa anakwenda kama mfundaji. Jide kaenda kama mfundaji. Lakini unapotoa wimbo sasa unawaachia watu wenyewe wanatafsiri namna wanavyotafsiri, kwa sababu ndio uzuri wa sanaa. Hauwezi kusema ulazimishe watu waelewe vile ambavyo umeitoa. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kutoa. Kila mmoja ataipokea kwa mapokeo yake ya namna anavyoona. Na ndio sanaa inavyoenda. Umetisha sana. Chizo, unasemaje? Chizo, mtupe lugha kitaalamu kidogo. Inaitwaje utunzi wa aina hii? Chizo drama. Labda hapo niseme ni kwamba kitu ambacho unaweza kukiona hapo ni theme ya album. Kwa maana alikuwa anafanya reference ya track ambazo ashakuzifanya nyuma. Ndio. Kwa ukiangalia huo mtiririko utaona theme nzima ya album ilikuwa ni mahusiano, mapenzi. Unaelewa? Kwa kama zingekuwa ni album za sasa hivi ambazo zinaweza kuchagua tu random songs, zingekuwa zinaweza kuleta mtiririko kama huo. Kwa ina maana album zilizopita zilikuwa zimewekwa katika usahihi. Na ndio maana
zikafanikisha hilo, lakini ingekuwa zile album kwamba kwa sababu na ngoma tuziweke sasa hivi zitoke, isingeweza kuleta mtiririko huu. Okay, sawa. Bana, nadhani leo tumepata moja kati ya hadithi bora sana ya wimbo wa Siri Yangu, na kweli kulikuwa kuna siri yake ambayo ndio leo ametuwekea wazi hapa. Kwa hiyo ulikuwa huijui kama mimi hivi, kwa hiyo utakuwa umeshainyaka vizuri. Sasa tusikilize wimbo mmoja wapo kwenye album ya Binti, right? Ni moja kati ya ngoma maarufu sana. Sisi ambao tulitokea visiwani huko tunaukumbuka, lakini hapa mjini pia ukawa maarufu sana, na alitokea kwenye taarabu, ikawa umekuja Jide akaufanya vizuri tu. Mhogo wa Jang'ombe maarufu sana huu, ambao uliwahi kufanywa na marehemu Dikidude. Walau kidogo tusikilize.